imesimama hivyo. Vipi kuhusu Arthur Bada na Soa? Arthur Bada na Soa walikuwa kwenye mazungumzo na Yanga. Possibly ni wachezaji ambao wana Yanga wengi sana wanatarajia kuwaona, lakini mpaka jana sikuwa na taarifa za wao kuweza kumalizana na Yanga. Na taarifa nilizokuwa nazo jana, Yanga walituma mwakilishi wake alikuwa Cote d'Ivoire kuweza kufanya mazungumzo ya mwisho na Celestin Ekua, mshambuliaji wa Zoman FC ambaye alikuwa ASEC Mimosas kwa mkopo kwa maana ya msimu uliopita, na alimaliza kama top scorer wa pili kwenye ligi ya Cote d'Ivoire. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao tunatarajia anytime wanaweza kumalizana na Yanga kama kila kitu kitakuwa kimekamilika siku ya jana, basi ni Celestin Ekua. Celestin Ekua, moja kati ya washambuliaji wenye uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli, na ni kwa sababu Kennedy Musonda Yanga wanakwenda kuachana naye, na kama wanaachana na Kennedy Musonda wanahitaji kupata proper replacement. I think Celestin Ekua ni proper replacement ya Kennedy Musonda, kwa sababu Ekua naturally sio number 9, sio a boxman. Ekua sio Soa, Ekua sio Mkwala. Ekua ni a center forward, au tunasema ni kitaalamu tunasema ni sekunda punta. Wa Italiano wanasema hivyo. Kama unacheza na 4-4-2, ni aina ya mshambuliaji ambaye anaweza kucheza kama mshambuliaji wa pili nyuma mshambuliaji wa mwisho, kama ambavyo ulikuwa unaona ile partnership labda ya Lianga na nani huyo George Mpole. George Mpole na Lianga kipindi wakiwa Geita walikuwa wanacheza na washambuliaji wawili. Kwa hiyo Ekua ni kama mshambuliaji wa pili, lakini unaweza kumtumia pia zaidi pembeni. Kwa hiyo kama unavyomuona Kennedy Musonda kwamba si aina mshambuliaji ambaye atasimama mbele kama mshambuliaji kinara, lakini mtu ambaye anaenjoy zaidi kutokea pembeni au acheze kama mshambuliaji wa pili. Ndivyo ilivyokuwa kwa Ekua. Kwa hiyo Yanga wanamuona Ekua kama replacement sahihi ya Kennedy Musonda ambaye amekuwa na wakati mgumu sana. Vipi kuhusu kocha mpya wa Yanga? Kwa taarifa ambazo ninazo, niwe mkweli, hizi siku 3-4 sijafuatilia issue ya kocha mpya wa Yanga, lakini taarifa nilizokuwa nazo wiki iliyopita, Yanga pia walikuwa wanaendelea mazungumzo na Roland Mokwena, lakini so far sijui kama wamekamilisha dili lake au bado. Ninaombeni sana kwenye issue ya kocha, mnipe muda and then nitawapa majibu at any time nitakapokuwa nimepata majibu ya uhakika na yanayoeleweka. Vipi kuhusiana na Chama naye alisaini mkataba mwaka mmoja wenye option ya kuongeza mwingine, kwa hiyo inabaki kwa Yanga kama wanaachana naye hawa waachani naye, lakini possibility ya Chama kubaki Yanga ni 0.1, yani hata 1% haifiki. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kitu gani ambacho kinaendelea. Maisha ya Chama na Yanga ni madogo sana, na sio Chama tu, even hata Duke Abuya yupo kwenye listi ya wachezaji ambao wanaweza kuachwa na Yanga. Duke Abuya, kwa sababu Yanga wamemsaini mtu anaitwa Mohamed Dumbia ambaye pia alijiunga na klabu ya Wydad Casablanca kwa mkopo wa muda mfupi wenye option ya kununuliwa moja kwa moja kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa 7. Stefani Aziz Ki alihitajika na Wydad kwa sababu walikuwa wanafanya usajili wa haraka kuelekea FIFA Club World Cup, kama ambavyo vilabu vingi sana vimefanya. Wydad pia unaweza kuona walimchukua Nurdin Amrabat, ni mchezaji ambaye pia walimpa mkataba muda mfupi kisha kwamba ana participate kwenye michuano ya FIFA Club World Cup. Lakini option iliyokuwepo kwa Stefani Aziz Ki ni kwamba tunakusign kwa mkataba wa mkopo wa muda mfupi ambao una option ya kulipa dola bilioni 1.7 kabla ya tarehe 10 mwezi wa 7. Kama hawatoridhishwa na kiwango cha Stefani Aziz Ki, means watamrudisha Stefani Aziz Ki and then watalipa compensation ya mkopo ambao wamemchukua kwa muda mfupi. Kwa hiyo possibility kubwa sana ni kusubiri kuona tarehe 10 ni nini ambacho kitatokea. Hichi ambacho kinazungumzwa sasa hivi, inawezekana hata viongozi wa Yanga hawajui, inawezekana hata viongozi wa Wydad ndio wanaojua zaidi, kwa sababu wao ndio wako kwenye control kabla ya tarehe 10 wataingiza mzigo au Stefani Aziz Ki atarudi hapa Tanzania. Kwa hiyo issue ya Stefani Aziz Ki iko hivyo. Wamezungumzia issue ya Feitoto bado hajasaini timu yoyote. Trust me, ninachokuambia.
Hizo nyingine unazosikia ni swaga, sijui Fei kasaini Simba, sijui kasaini wapi, ni uongo mtupu. Fei bado hajasaini popote. Fei Toto bado hajasaini Yanga, Fei Toto bado hajasaini Simba. Hii naweza nikazungumza at any time. Akisaini tu Fei Toto, mtajua tu. Na msimu uliopita niliwaambia kuhusiana na issue ya Chama kujoin Yanga. Watu wengi walikuwa wanakosoa na nini, wanazungumza mambo kibao, lakini mwisho wa siku mlikuja kujionea ni nini ambacho kilitokea. Fei Toto bado hajasaini mkataba sehemu yoyote, sio Simba wala Yanga. Kwa hiyo iko hivyo. Huyu anazungumzia issue ya Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua ashaongeza mkataba wa miaka 2 na Yanga. Ashasaini mkataba wa miaka 2 na Yanga. Alisaini kabla ya rais wa Yanga kwenda Marekani. Na yeye na Maxim pia Nzengeli. Simba wametema wangapi? Okay, issue ya na kuhusiana na issue ya Simba, kuna kitu ambacho viongozi wa Simba walijifunza kwa siku za hivi karibuni. Baada ya kuwa wanavunja mikataba ya wachezaji kwa kutumia pesa nyingi sana, viongozi wa Simba walijifunza kitu kuanzia dirisha kubwa lile lililopita. Sasa hivi mikataba wanayoitoa ni mkataba wa mwaka mmoja wenye option ya kuongeza mwingine. Yani Simba wanatoa mkataba wa mwaka mmoja kwa wachezaji wote ambao unawaona. Wanatoa option ya mkataba mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwingine endapo watashawishika na performance ya mchezaji. Kwa mfano nitawaambia, wakati Mixon anarejea kutoka Al Ahly, alichokifanya ni kusaini mkataba mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwingine endapo Simba wataridhika na kiwango chake. Kwa hiyo Simba wanaepukana na issue za kuvunja mikataba wachezaji na kuwalipa option ya kuongeza mwingine. Kwa hiyo inabaki kwa Yanga, kama wanaachana naye hawa waachani naye, lakini possibility ya Chama kubaki Yanga ni 0.1, yani hata 1% haifiki. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kitu gani ambacho kinaendelea. Maisha ya Chama na Yanga ni madogo sana, na sio Chama tu, even hata Duke Abuya yupo kwenye listi ya wachezaji ambao wanaweza kuachwa na Yanga. Duke Abuya, kwa sababu Yanga wamemsaini mtu anaitwa Mohamed Dumbia ambaye pia anacheza position ya Duke Oga Abuya. So kitakachotokea ni Yanga kubadilisha maamuzi yao baada ya performance ya Duke Oga Abuya. Lakini kwa mpango ambao ulikuwepo, kwa taarifa nilizokuwa nazo za chini za kufukunyua, Duke naye alikuwa kwenye list ya wachezaji watakaoachwa na Yanga. Dennis Nkane ni miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa na Yanga, lakini pia yule goalkeeper anaitwa yule goalkeeper wa Yanga yule mzawa yule alitoka Singida, Komeni Abubakari, pia naye yuko kwenye listi ya wachezaji watakaoachwa. Kennedy Musonda yupo kwenye listi ambayo itaachwa. Aridi Aucho walikuwa na Yanga hawajakubaliana kuhusiana na mkataba mpya, kwa sababu Arid alikuwa anahitaji pesa nyingi sana ambayo Yanga wasingeweza kuitoa. Mudathiri haya basi Yanga wako kwenye mazungumzo ya mkataba mpya, lakini pia unamzungumzia mtu kama Dickson Job ambaye pia naye washakubaliana, lakini bado Yanga hawajasaini mkataba na Job. Possibly atabaki na atasaini mkataba mpya kuelekea msimu ujao. Mchezaji mwingine ambaye umeuliza ni nani, vipi Mzize? Asilimia ya Mzize kwenda Zamalek ni 99.99, ingawa hapa katikati nasikia kuna ofa imetoka Bundesliga, lakini Clement Mzize kubaki Yanga ni sawasawa na ngamia ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko Mzize kubaki Yanga. Huyu anauliza kuhusiana na nani? Ngoja ninywe maji hapa. Bana niambieni bana, vipi kuhusiana na Ikangalombo? Ikangalombo naye yuko kwenye list ya wachezaji wanaoachwa na Yanga. Yanga hawako impressed na Ikangalombo, na taarifa nilizokuwa nazo last month ni kwamba anaweza kutolewa kwa mkopo au akaachwa mazima, lakini mchezaji ambaye ataondoka Yanga mwishoni mwa msimu huu. Kuna mchezaji Soa anakuja Yanga. Dili la Soa na Yanga bado halijakamilika. Aziz Ki vipi? Nishazungumzia issue ya Aziz Ki kwamba kuna possibility yeye kurudi. Huyu anasema vipi kuhusiana na Diara? Diara bado ni mchezaji wa Yanga.
Huyu anasema wewe mshabiki wa timu gani? Swali gumu sana, lakini ni swali jepesi kwa sababu chama langu mimi limeshuka daraja. Mimi ni shabiki wa Kagera Sugar, lakini mimi ni shabiki wa Manchester United. Hizo nyingine mnanipa tu. Alikuwa na issue za kifafa, alikuwa anadondoka kifafa. Kifafa kilikuwa kinamsumbua sana. Kwa hiyo ni mtu yamemkuta. Kwa hiyo kuna possibility kubwa ya Ayubu Lakredi kuweza kuondoka, na possibly msimu ujao Kamara na Yakubu Suleimani kutoka JKT watakuwa kwenye milingoti miwili ya Simba. Lakini pia bwana mdogo kutoka Namungo, Iziti Mlingo, yule fullback Simba pia wanafanya mazungumzo na wakala wake. Carlos Mastermind ndo wakala wa kijana huyo fullback wa Namungo ambaye pia Simba wanamtolea macho. Kwa hiyo kwa upande wa Simba kuhusiana na wachezaji hao ambao wamekuwa wanahusishwa zaidi iko kama hivyo. Tuzungumzie issue ya Faisal Salum Abdalla Feitoto, kwa sababu ndio issue ambayo naona watu wengi sana wananiuliza, wanataka kujua kuhusiana na issue ya Feitoto. Issue ya Feitoto, Simba walikuwa karibu sana kuweza kukamilisha usajili wa Faisal Salum Abdalla Feitoto miezi miwili iliyopita. Changamoto iliyotokea ni changamoto ya viongozi wakubwa wawili wa Simba. Inasemekana kwamba Mohamed Mo Dewji, tajiri, mchango wake kwa sasa ni mdogo sana. Na taarifa ambazo nilizokuwa nazo ni kwamba Feitoto mezani kwake alikuwa na mikataba miwili ya Simba. Alikuwa na mkataba wa Mangungu, alikuwa na mkataba wa Mo Dewji. Mikataba hii miwili. Lakini tajiri, nadhani mnaweza mkajiongeza mkaelewa. So vitu vyote naweza nikavitaja direct. Ndio maana mnasikia mara bonus hazipo, mara nini. Lazima mjiulize bonus zinakosa vipi wakati tajiri yupo. Kwa akili ya kujiongeza utakuwa unaelewa ni nini ambacho na maanisha. Tajiri ni kama upande mguu sawa. Nadhani mnaelewa guys. Sitaki kumaliza kila kitu. Kwa hiyo issue ya Fei kwenda Simba ilistaki kwa namna hiyo, kwamba hakukuwa tena na maelewano kama ilivyokuwa mwanzo. Ni kweli Simba wamekuwa wakimhitaji Feitoto kwa muda mrefu sana. Wamekuwa na mhitaji Feitoto kwa muda mrefu sana. Na niliona watu wengi sana walinyambulisha nilivyoposti kwamba kijana ameamua kujiunga na Yanga, anatumia mguu wa kulia, anapiga mashuti. Lakini nadhani nilikuja kuwaelezea kwamba nilikuwa namzungumzia Mohamed Dumbia. Ndio mtu ambaye nilikuwa namzungumzia kwamba anatumia zaidi mguu wa kulia, anashuti, kwa hiyo nitarajia assist na magoli. Watu wengi niliona wamenyumbulisha kwamba Feitoto amesaini Yanga na nini. Ni historia ambazo niliziona. Lakini cha uhakika ni kwamba Yanga na Simba walikuwa kwenye vita kubwa sana ya kuweza kumwania Faisal Salum Abdalla. Lakini so far ninavyozungumza, Feitoto, kwa habari ambazo ni za uhakika na watu wengi sana mnataka kuzisikia, Feitoto bado hajasaini Yanga, Feitoto bado hajasaini Simba. Na Yanga ni kweli wanamhitaji, lakini pia Simba wanamhitaji. Lakini Simba changamoto kama nilivyokuambia ya kiuongozi. Feitoto ana mikataba miwili ya Simba, ana mkataba wa Mangungu, ana mkataba wa Mo Dewji. Hii inaenda kamuulize mwanahabari unayemchama tu. Even hata Duke Abuya yupo kwenye listi ya wachezaji ambao wanaweza kuachwa na Yanga. Duke Abuya, kwa sababu Yanga wamemsaini mtu anaitwa Mohamed Dumbia ambaye pia anacheza position ya Duke Oga Abuya. So kitakachotokea ni Yanga kubadilisha maamuzi yao baada ya performance ya Duke Oga Abuya. Lakini kwa mpango ambao ulikuwepo, kwa taarifa nilizokuwa nazo za chini za kufukunyua, Duke naye alikuwa kwenye listi ya wachezaji watakaoachwa na Yanga. Dennis Nkane ni miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa na Yanga. Lakini pia yule golikipa anaitwa yule golikipa wa Yanga, yule mzawa yule alitoka Singida, Komeni Abubakari, pia naye yuko kwenye listi ya wachezaji watakaoachwa. Kennedy Musonda yupo kwenye listi ambayo itaachwa. Aridi Aucho
walikuwa na Yanga hawajakubaliana kuhusiana na mkataba mpya, kwa sababu Ali alikuwa anahitaji pesa nyingi sana ambayo Yanga wasingeweza kuitoa. Mudathiri haya basi Yanga wako kwenye mazungumzo ya mkataba mpya, lakini pia unamzungumzia mtu kama Dickson Job ambaye pia naye washakubaliana, lakini bado Yanga hawajasaini mkataba na Job. Possibly atabaki na atasaini mkataba mpya kuelekea msimu ujao. Mchezaji mwingine ambaye umeuliza ni nani, vipi Mzize? Asilimia ya Mzize kwenda Zamalek ni 99.99, ingawa hapa katikati nasikia kuna ofa imetoka Bundesliga, lakini Clement Mzize kubaki Yanga ni sawasawa na ngamia ni rahisi ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko Mzize kubaki Yanga. Huyu anauliza kuhusiana na nani? Ngoja ninywe maji hapa. Bana niambieni bana. Vipi kuhusiana na Ikangalombo? Ikangalombo naye yuko kwenye list ya wachezaji wanaoachwa na Yanga. Yanga hawako impressed na Ikangalombo, na taarifa nilizokuwa nazo last month ni kwamba anaweza kutolewa kwa mkopo au akaachwa mazima, lakini mchezaji ambaye ataondoka Yanga mwishoni mwa msimu huu. Kuna mchezaji Soa anakuja Yanga. Dili la Soa na Yanga bado halijakamilika. Dili la Soa na Yanga bado halijakamilika. Aziz Ki vipi? Nishazungumzia issue ya Aziz Ki kwamba kuna possibility ya yeye kurudi. Huyu anasema vipi kuhusiana na Diara? Diara bado ni mchezaji wa Yanga. Huyu anasema wewe mshabiki wa timu gani? Swali gumu sana, lakini ni swali jepesi kwa sababu chama langu mimi limeshuka daraja. Mimi ni shabiki wa Kagera Sugar, lakini mimi ni shabiki wa Manchester United. Hizo nyingine mnanipa to, imesimama hivyo. Vipi kuhusu Arthur Bada na Soa? Arthur Bada na Soa walikuwa kwenye mazungumzo na Yanga. Possibly ni wachezaji ambao wana Yanga wengi sana wanatarajia kuwaona, lakini mpaka jana sikuwa na taarifa za wao kuweza kumalizana na Yanga. Na taarifa nilizokuwa nazo jana, Yanga walituma mwakilishi wake alikuwa Cote d'Ivoire kuweza kufanya mazungumzo ya mwisho na Celestine Ekua, mshambuliaji wa Zoman FC ambaye alikuwa ASEC Mimosas kwa mkopo kwa maana ya msimu uliopita, na alimaliza kama top scorer wa pili kwenye ligi ya Cote d'Ivoire. Kwa hiyo miongoni mwa wachezaji ambao tunatarajia anytime wanaweza kumalizana na Yanga kama kila kitu kitakuwa kimekamilika siku ya jana, basi ni Celestine Ekua. Celestine Ekua, moja kati ya washambuliaji wenye uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli, na ni kwa sababu Kennedy Musonda Yanga wanakwenda kuachana naye, na kama wanaachana na Kennedy Musonda wanahitaji kupata proper replacement. I think Celestine Ekua ni proper replacement ya Kennedy Musonda, kwa sababu Ekua naturally sio number 9, sio a boxman. Ekua sio Soa, Ekua sio Mkwala. Ekua ni a center forward, au tunasema ni kitaalamu tunasema ni sekunda punta wa Italiano wanasema hivyo. Kama unacheza na 4-4-2 ni aina ya mshambuliaji ambaye anaweza kucheza kama mshambuliaji wa pili nyuma ya mshambuliaji wa mwisho, kama ambavyo ulikuwa unaona ile partnership labda ya Lianga na nani huyo George Mpole. George Mpole na Lianga kipindi wakiwa Geita walikuwa wanacheza na washambuliaji wawili.